pili kabisa, samehe wengine na wewe mwenyewe utaweza kusamehewa. Kitu ambacho kinaweza kuletea amani ndani ya moyo wako, kitu pekee ambacho kinakuleta amani ndani ya moyo wako ni pale tu ambapo utakubali kuishi maisha ya kuwasamehe wengine. Unapoishi maisha ya kuachilia vitu ndani ya moyo wako, moja kwa moja moyo wako utakaa bila kinyongo, pia utakaa kwa amani. Watu wengi wamejikuta wakikaa na chuki za ndani bila kuonyesha chuki zao kwa hali ya nje. Ili haizuii na kuleta amani ndani ya moyo wako, bali ni kitu pekee ambacho kinazidi kushambulia na kutafuna roho wako na kutafuna ile hali ya kiroho ndani yako. Kwa hiyo lazima ujifunze kuachilia na kuishi bila kinyongo ndani yako. Hauwezi kuishi bila kinyongo bila kuachilia msamaha ndani ya watu. Kwa hiyo lazima uachilie msamaha ndani ya watu wengine ili moyo wako uweze kufunguka na kuishi maisha ya amani. Kitu pekee ambacho kabisa kitarejesha amani ndani yako ni pale tu ambapo utajikuta moyo wako umeachilia, moyo wako hauna kinyongo na watu. Maana kwenye ile Waebrania Biblia inakufundisha kwanza, inasema kwamba hivi, utafute amani na watu wote na utakatifu ambapo hakuna mtu ambaye ataweza kumwona Mungu asipokuwa nao. Kwa hata Mungu mwenyewe alijua kwamba hatuwezi kuishi na maisha ya amani kama tutaweza kutafuta amani na watu wote. Kwa Mungu mwenyewe anatuangazia kwamba tutafute amani na watu wote na huo utakatifu ambapo hapana mtu ambaye ataweza kumwona Baba asipokuwa nao. Hauwezi kuishi na utakatifu kama bado una kinyongo na watu, kama bado hujali kuhusu watu, kama bado unawasema watu vibaya, kama bado unaishi kwa chuki na watu wengine. Kwa aheri kutafuta suluhu ndani ya maisha yako ili uweze kuishi kwa kuachilia vitu. Kwa mtu anapokuwa amekukosea, wengine hawapendi kabisa kukukosea, lakini kwa kuwa wanadamu tumeomba hatujakamilika, anatamani asikukosea, lakini watu mwingine kulingana na tofauti ya kimtazamo anajikuta yeye amefanya sahihi, lakini kumbe kwako ni chukizo. Kwa ni aheri kabisa ukajua tabia mbalimbali za watu ili uweze kuishi maisha ambayo hayakuletea hatia ndani ya moyo wako. Kwa watu wengi wamejikuta wakiishi na maisha ya hatia kwa sababu wameshindwa kuwasamehe watu na kuishi hali ya kuwa na kinyongo. Kwa ni aheri kabisa ukaepuka kuwa na kinyongo ndani yako ili uweze kumwona Bwana na amani ya moyo itakuja ndani yako. Kitu cha tatu kabisa ambacho kimeletea Wakristo wengi kukosa amani ndani yako na ndani yako au ndani ya watu wengine ni kitu cha tatu hiki kabisa. Nimesema kwamba ni kitu pekee ambacho kinachochea mtu anakosa amani ni pale tu mtu anapoweka imani kwa Mungu, anakosa kuweka imani kwa Mungu. Kwa lazima uweke imani kwa Mungu na wala usiweke hisia kwa Mungu. Watu wengi wamejikuta wakiweka hisia kwa Mungu na wala sio imani kwa Mungu. Mungu wetu ni halisi. Kwa inapasa kabisa umwekee imani. Maana amesema kwenye ile Waebrania sura 11 mstari wa 6 anasema kwamba pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ni aheri kabisa ukaishi maisha yenye imani ndani yako. Imani pekee ni kitu ambacho kinaleta amani ndani ya Mkristo. Mtu mwenye imani ni mtu ambaye atafanya vitu kwa kuamini ya kwamba nafanya hivi kwa sababu Mungu mwenyewe ataenda kunipatia majibu. Nafanya hivi vitu kwa sababu naamini ya kwamba Mungu mwenyewe ni Mungu ambaye ataenda kuniongoza. Kwa unapokuwa na imani kwenye jambo lote ambalo unalifanya, amani ya moyo huwa inatulia na pia amani ya moyo huwa inajaa ndani yako. Kwa lazima uweke imani kwa Mungu na wala usiweke hisia zako kwa Mungu. Kwa kwenye maisha ambayo unaishi, tafuta sana kuwa na imani machoni pa Bwana. Usitafute kuwa na hisia machoni pa Bwana. Watu wengine wanahisi kwamba Mungu anaangalia hisia zao, jinsi wanavyo experience kwenye maisha yao. Nikwambie kitu pekee ambacho Mungu anakiangalia ndani yako ni ile imani ya kweli ambayo umemimina machoni pake. Ni kitu pekee ambacho kabisa Mungu anakiangalia, kwa sababu anasema kwamba mwenye imani mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa moja kwa moja ili uweze kuishi maisha kama mwenye haki, lazima moja kwa moja uweze kuishi kwa imani. Unapokuwa umeishi kwa imani, amesema kwamba ujapokuwa na imani kama punje la haradali, utawaambia huu mlima ung'oke na utaweza kung'oka. Kwa hiyo unapokuwa na imani, utafanya vitu kwa ukubwa na amani ya moyo itarejea ndani yako. Na kitu cha nne kabisa, tafuta uwepo wa Mungu zaidi.
unapokuwa umetafuta uwepo wa Mungu zaidi kwenye maisha yako, moja kwa moja ni kitu pekee ambacho kitaleta mwangaza na nuru kwenye maisha yako. Kwa jifunze kabisa kutafuta amani ya kweli kwenye maisha yako. Amani ya kweli ni kitu pekee kabisa ambacho kinaletwa na uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unapokuwa uko ndani yako, moja kwa moja amani ya kweli itatawala na kutanda, kwa sababu kati ya kiashiria pekee ambacho nilifundisha ni unapokuwa unafanya jambo lolote lile, ili uweze kujua kabisa hili jambo linapendezwa na uwepo wa Mungu, ni pale amani yako ya moyo inapoenda kutulia na kuweza kuwa kwenye msawazo ambao unavuta uwepo wa Mungu. Kwa unapokuwa unafanya jambo lolote lile, ili uweze kujua kwamba hili jambo linampendeza Mungu, ni pale ile jambo ambapo litaachilia amani na mwangaza kwenye maisha yako bila hatia yoyote. Kwa jambo hilo ni jambo ambalo huwa limebeba kitu ambacho kina kusudi la Mungu ndani yake. Kwa lazima kabisa uweze kutafuta uwepo wa Mungu zaidi kwenye maisha yako. Kwa ni heri kabisa ukatafuta uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Kama una ushuhuda au shauri kutafuta uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, unaweza kuongeza kwenye section ya comment namna gani ambavyo ulitafuta uwepo wa Mungu, ili watu wengi ni waweze kujifunza zaidi. Au kama una swali, una mchango kuchangia kuhusu uwepo wa Mungu, unaweza kuandika kwenye section ya comment ushuhuda wako au kile kitu ambacho ushakiona kuhusu uwepo wa Mungu. Na jambo la 5 kabisa, kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Watu wengi wameshindwa kukubali mwongozo wa Roho Mtakatifu, na Mungu mwenyewe anatuagiza kwamba tuweze kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Unapoongozwa na Roho Mtakatifu, moja kwa moja Roho Mtakatifu huachilia amani ya moyo ndani yako. Maana kwenye Wafilipi ile sura ya 4 mstari wa 7 maandiko yanasema ya kwamba na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Ni kifungu ambacho kinatia nguvu ndani yako anaposema kwamba na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Kumbe amani ya Mungu inapita akili zote kupitia kuongozwa na Roho Mtakatifu. Maana amesema kwamba itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa unapokubali kuwa chini ya uongozo wa Roho Mtakatifu, moja kwa moja amani ya Mungu ambayo inapita akili zote huwa inashuka ndani yako na kuweza kukuongoza kabisa. Kwa ni heri ukaishi ukiyajua haya na kuyatambua kwamba inakupasa kuishi chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu ili uweze kuona amani kwenye maisha yako. Leo tumejifunza sababu zinazozuia amani na jinsi ya kurejesha amani. Kama una kitu ya kuchangia kwenye mada hii au kwenye mafundisho haya, unaruhusiwa kabisa kwenye section ya comment na kulike na kuweza kucomment kile ambacho umejifunza na kuweza kucomment kile ambacho umewahi kuexperience kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni heri kabisa ukajua namna gani ya kurejesha amani kwenye maisha yako. Hivyo rekebisha moyo wako, imani yako na uhusiano wako na Mungu. Katika kuhitimisha somo hili nikwambia kwamba rejesha moyo wako kwa Mungu, imani yako na uhusiano wako na Mungu. Chukua hatua leo, samehe, tafuta uwepo wa Mungu. Kama hujawahi kusamehe, anza kuachilia watu. Kama ulikuwa unaishi na kinyongo na mtu, anza kusamehe. No matter alikosea kitu gani, achilia ndani ya moyo wako ili moyo wako uweze kumpatia Mungu zaidi nafasi kuliko kuwaweka watu. Maana ukiwaweka watu utaishi kwa stresi, pia utakosa amani kwenye maisha yako. Anza kuachilia watu. Chukua watu wako kuanzia siku ya leo. Kama kabisa ulikuwa unakosa amani ni kwa sababu umeweka mtu fulani kwenye moyo wako, anza kuachilia watu, wasamehe tu. Ukisha kuwasamehe na Mungu atakusamehe na moja kwa moja ataleta amani na furaha ndani ya maisha yako. Kwa chukua hatua kuanzia leo. Kama somo hili limekubariki, like, subscribe, share kwa watu wengine ili kulisambaza neno la Mungu. Andika kwenye komenti, Mungu nipe amani. Kama una swali, kama unataka kuchangia, uliza kwenye section ya comment. Nitachukua kabisa muda wangu kuweza kushare na wewe, mtumishi wa Bwana ambaye ni heri kabisa unapenda mafundisho na kuzidi kuukulia wokovu. Mungu akubariki sana. Tukutane kwenye somo lijalo ambalo
itakuwa ni Biblia inasema nini kuhusu mateso ya mwenye haki? Biblia inasema nini kuhusu mateso ya mwenye haki? Ni swali ambalo tutaenda kulijibu kwenye kipindi kinachofuata. Mungu akubariki, ninakuombea. Amen.